إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya maamrisho yake na kwa kuyaacha makatazo yake, kwa kutarajia malipo yatokayo kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika muda huu mfupi wa khutba hizi mbili nitazungumzia suala la sifa miongoni mwa sifa za mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mawalii wake hapa duniani na akhera. Ndani yake kuyafahamu haya tunapata faida mbili. Faida ya kwanza, yule atakayesikia hizi sifatul awliya, hizi sifa za mawalii na yale ambayo yameandaliwa kwa ajili ya mawalii mazuri hapa duniani na akhera, atajitahidi, atafanya jitihada na yeye aweze kufikia au kupata yale ambayo wameyapata mawalii katika daraja iliyokuwa ya juu na thawabu nyingi zilizopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kwamba yeye atakuwa na mapenzi na mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila yule ambaye anayemuona kwamba huyu ana miongoni mwa hizo sifa
za mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala atampenda, hatomchukia, kwa sababu kumchukia na kumfanyia uadui wali wa Allah umejitangazia vita na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah katika hadithul qudusi, man aada li waliya faqad adhantuhu bil harb, yule ambaye atakayemfanyia uadui wali wangu mimi, basi kwa hakika amenitangazia vita au nimemtangazia vita mja huyo. Kwa hiyo hizi ndio faida mbili ambazo tunazozipata kwa kutambua sifa za mawali na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa ajili ya mawali, na watu waweze kujua kwamba yeyote ayawaye katika wanadamu anaweza kuwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala endapo akitimiza sifa hizo, na sio wali wa Allah ni mtu kuwa wali wa Allah ni baadhi ya watu maalum peke yake, kwamba wengineo katika waja wa Allah hawatakikani kufikia katika daraja hilo. La, Allah ndani ya suratu Yunus kuanzia aya 62 mpaka aya 64 ameelezea sifa za mawali na aliyoandalia mawali wake. Akasema Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, tambueni ya kwamba hakika mawali wa Allah hawatakuwa na huzuni, la khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanun, na wala wao hawatakuwa na huzuni. Hawana mawili yote, hawana hofu kwa yale ambayo wanayoyakabili mbele yao wanapoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatakuwa na hofu kwa sababu tayari washakuwa na bishara iliyokuwa njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawatakuwa na huzuni mawali wa Allah kwa yale walioyaacha duniani katika mali, watoto wadogo ambao anatarajia kwamba angekuwa ni mwenye kuwalea, hatakuwa na hofu kwamba wataishi katika mazingira gani, wataishi katika hali gani. Hilo ni jukumu la Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia wali wake. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo Allah amemwandalia wali wake ni kwamba atamuondoshea huzuni na hofu wali huyu, lakini akataja sifa zake, akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, mawali wa Allah ni wale ambao walioamini na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akataja sifa mbili kubwa za mtu kuwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza ni sifatul iman, na ya pili ni sifatul taqwa, kuwa mcha Mungu, imani na ucha Mungu. Na imani na ukusudiwa hapa ni mtu kuamini ujumla wa imani ambayo sheria ya Kiislamu imeizungumza katika kumwamini Allah na malaika zake na mitume na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadar, kheri yake na shari yake. Na tukitambua kwamba imani ina tabia ya kupanda na kushuka, inapanda ile imani kwa matendo yaliyokuwa mazuri, na inashuka imani kwa sababu ya maasi, na imani ina daraja za aina tofauti tofauti, kwa sababu Mtume katika hadithi ametaja kwamba imani ina takriban matawi 60 au 70. A'laha kalimatu la ilaha illa Allah, iliyokuwa ya juu zaidi katika daraja la imani au katika kipengele cha imani ni kalima ya la ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, na iliyo ya chini kabisa katika imani ni kuondosha udhia katika njia. Wal haya'u shu'batun min al-iman, na mtu kuwa na haya, kutokufanya mambo yasiyokuwa mazuri, yasiyopendeza mbele za watu, akawa na haya, ni sehemu katika imani vile vile. Kwa Mtume Allah aliposema
kuwa na imani ni moja katika vigezo au sifa za mawalii. Maanake imani ile ambayo imezungumzwa katika Uislamu kwa kuzingatia zile nguzo zake 6. Kadhalika wakanu yattaqun, na wakawa pia vile vile ni wacha Mungu. Kwa imetajwa imani na ucha Mungu. Na attaqwa kama ambavyo wanavyofasiri wanawachuoni ni an yaj'ala almu'min ma bainahu wa baina ma yakhshahu min adhabi llahi wa iqabihi alwiqayati taqihi, ni mtu kujalia baina yake yeye na baina ya kile ambacho anachokihofia kisimpate katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, atajalia kinga ambayo ile kinga itakayomkinga yeye Allah itakayomkinga yeye, na kinga yenyewe ni bifi'li al-awamir wa tarki nawahi, ni kwa kufanya yale maamrisho na kuyaacha makatazo. Huu ndio maana ucha Mungu. Kwa hiyo mtu ambaye ni muumini kwa maana hii ya imani na mtu ambaye ni mcha Mungu kwa maana hii ya taqwa, basi huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wali wa Allah haachi swala eti kwa sababu amefikia martaba ya yaqeen. Hakuna wali huyo. Lau kama angekuwepo, wa kwanza angekuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna yeyote katika umma huu mcha Mungu au wali wa Allah aliyekuwa bora zaidi kuliko ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuacha swala eti kwa sababu kuna daraja linaitwa yaqeen. Akilifikia mtu kuna baadhi ya mambo ya ibada hayafanyi. La, jambo haliko hivyo. Kwa mcha Mungu na mtu mwenye imani, huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, hawa mawali watapata bishara katika maisha duniani na akhera. Anasimulia Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam maana ya aya hii, yani sehemu hii ya aya lahumul bushra fil hayati dunya, watapata bishara katika maisha duniani. Mtume akasema ru'yatun salihah, hiyo ni ndoto iliyokuwa njema, yaraha almu'min au tura lahu, ni ndoto ambayo muumini ataiona katika usingizi wake, au ni ndoto ambayo watu watamsimulia kwamba fulani nimemuota kadha wa kadha katika mazuri aliyofanya, au nimeona bishara njema kwake yeye. Baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba bushara duniani ni yeye kuweza kupata ndoto iliyokuwa njema ya huko anapoelekea. Na haya yamesimuliwa kwa baadhi ya wanachuoni. Mfano Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye kuna moja katika wanawake waliota katika ndoto kwamba yeye alikuwa katika njia, na ile njia mbele yake yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipowauliza watu kwamba ni nani yule, akaambia yule ni mtume, na aliye nyuma yake ni nani, akaambia yule ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hii ni ndoto ambayo watu wameota kwa uzuri wa yale aliyofanya mwanachuoni huyu. Hii ni moja katika ndoto inakubalika kwamba ni moja ya bishara njema yule muumini. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, watapata bishara njema duniani na akhera. Akhera huko wanapoelekea katika akhera, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika watawateremkia wakiwaambia alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, msiwe na hofu, msiwe na huzuni, napateni bishara ya kile ambacho mlichokuwa mmeahidiwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ndio tulikuwa mawali wenu, vipenzi vyenu hapa duniani na akhera. Kwa bishara njema huko anapoelekea ni kwamba ni muumini atakuwa na bishara njema kwa yale atakayokuja nayo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifa mbili ndugu zangu katika imani. Kadhalika imekuja katika hadithi al-Qudusi, anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala
man aada li waliya faqad adantuhu bil harb, yule ambaye atakayemfanyia uadui wali wangu mimi, basi nimemtangazia vita. Wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wama zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Hadithi adhim, hadithi ilipo katika Sahih Bukhari, hadithi ambayo amesimulia sahaba Mtume Abu Huraira ya kwamba Mtume wa Allah anasimulia kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba Allah anasema, atakayekuwa ni mwenye kumfanyia uadui wali wangu, basi nimemtangazia vita, na hatojikurubisha mja kwangu mimi kwa jambo ambalo nalipenda zaidi kulikoni kile ambacho nimemwekea faradhi, nimemfaradhishia. Nukta ya kwanza, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda zaidi kwamba mtu afanye yale mambo ya faradhi kwanza. Hayo ndio mambo ambayo Allah anayapenda zaidi. Kwa tunapata miongoni mwa sifa za wali ni kwamba yeye anajitahidi na anafanya jitihada kuyafanya mambo ya faradhi. Miongoni mwa mambo hayo ni swala, miongoni mwa mambo hayo ni zaka, miongoni mwa mambo hayo ni kadhalika as-sawm wal hajj. Kadhalika akasema wama zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, na ataendelea mja kujikurubisha kwangu mimi kwa sunna mpaka nitampenda. Kwa wali anapofanya ya faradhi habaki hapo, anaongeza na mambo ya sunna. Kwa ataendelea kufanya ya sunna mpaka nitakapokuwa mimi nimempenda yule mja. Nikishampenda basi Allah anasema atamuongoza katika usikivu wake, katika kuona kwake, katika mkono wake anachokishika, na katika mguu wake anapotembea. Lakini akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo, wali wa Allah akimwomba Allah jambo, basi Allah anampa. Na atakapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala isti'adha, amkinge na jambo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamkinga na jambo hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kwa kumalizia hutuba ya pili, nitanukuu sehemu katika maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaliyomo katika kitabu chake Al-Aqidatul Wasitiyya. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa min usuli ahli sunna at-tasdiqu bikaramati al-awliya wama yujri Allahu alayhim wama yujri Allahu biaydihim au ala aydihim min khawariq al-muru'a au min khawariq al-'adat min khawariq al-'adat في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، فهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema katika miongoni mwa misingi ya Ahlus Sunna ni kusadikisha makarama au zile karamatul awliya, makarama ya mawali, na yale ambayo Allah huyapitisha kupitia katika mikono yao, yani mikono ya mawali, katika mambo yenye kwenda kinyume na ada. Ndio hizi khawariqul adat, mambo ambayo yenye kwenda kinyume na ada. Katika miongoni mwa mambo hayo ni katika aina mbalimbali za elimu. Ikawa mtu katika elimu fulani amefikia martaba ambayo hakuna mwingine ambaye anaweza kufikia martaba hiyo, yani ana namna fulani ya ajabu kabisa katika hiyo elimu, au akavumbua kitu ambacho ni jambo ambalo watu wengineo wastaajabu kuona jambo hilo katika elimu.
au akafunuliwa katika baadhi ya ulumu mbalimbali ambazo wengineo Allah hakuwapa katika elimu hizo. Kadhalika anasema na katika aina mbalimbali za kudra, mtu akana uwezo wa kufanya mambo mbalimbali, ana nguvu na vinginevyo na mambo yenye kuathiri, na kama yalipokelewa kutoka katika nyuma au katika umma zilizotangulia, kama Allah alivyotaja katika suratul Kahf, akitaja sifa au akitaja katika kile kisa cha ashabul kahf, au vile vile Allah alivyotaja katika kisa cha Dhulqarnain na wengineo. Haya yote na mengineyo, haya yote ni katika mambo ambayo sisi tunasadikisha, na yale ambayo yamepokelewa kutoka katika mwanzo wa umma huu katika zama za maswahaba, kama kile kitendo cha Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ya kwamba yeye aliweza kuzungumzisha jeshi liko katika sehemu ya mbali, hakuna simu na wakamsikia sauti yake, au kisa cha Sa'd ibn Abi Waqqas kupita juu ya mto pasi na jahazi na mfano wake, yani kupita kawaida kama unavyopita katika sehemu ya ardhi, na walipokelewa katika at-tabi'un na wengineo katika umma. Anasema mambo haya ya khawariqul adat, makarama ya mawali, yamo ndani ya umma huu mpaka siku ya kiyama. Kwa tunasadikisha mambo haya, lakini si kila kinachosimuliwa au si kila ambacho kimeandikwa katika tarehe kwamba haya ni katika makarama tunachukua kama yalivyo. Jambo haliko hivyo. Ni lazima kwamba yale mambo ambayo yanasimuliwa kwamba ni katika makarama yawe yamethibiti, yawe ni ya kweli. Lakini hilo ni nukta ya kwanza, kwamba yawe yamethibiti, nukta ya kwanza. Jambo la pili, huyu anayefanya huyu awe ametimiza sifa za kuwa wali ambazo miongoni mwazo tumezitaja, awe na sifa hizo. Akikosa hizo sifa, tunasema hizo ni sha'wadha, ni mambo ya kimazingaombo anayoyafanya, ambaye anaweza kayafanya mchawi yeyote au mshirikina yeyote, si wali. Kwa akiwa mtu ameshindwa kuthibitisha ukweli wa kile alichokisimulia kwamba haya yametokea kwa mashehe zake, tunaweka kando. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, tunampima huyu ambaye anaitwa wali, je, ni kweli ana vigezo vya kuwa wali au ni katika auliya shaitan? Na Sheikhul Islam ana kitabu chake maarufu inaitwa Al-Furqan baina awliya'i Rahman wa awliya'i shaitan, ametaja tofauti zilizopo kubwa baina mawali wa Allah na mawali wa shaitan. Usilaghaike kumwona mtu anapaa angani au anapita juu ya maji ukadhania kwamba ni wali, la, mpaka itakapothibiti kwake yeye zile sifa miongoni mwa sifa za mawali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.